السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu zanguni katika imani, walillahi alhamdu, tumefikia ile hatua ya mwisho kwa utaratibu wa Uislamu, hatua ya mwisho katika kumstiri mama yetu, Allah amghafirie. Lakini Mtume alayhi salam alikuwa akifikia hatua hii, basi anawaambia masahaba zake, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Mtume alayhi salam alikuwa akifikia hatua kama hii ambayo sisi tumefikia. Alikuwa anawaambia masahaba zake, istaghfiru li akhikum, mtakieni maghfira ndugu yenu, wasalu lahu at-tathbita, na muombeeni yeye huyo qawli thabit, fa innahu al-ana yus'al, hakika yeye huyu sasa hivi punde atakuja kuulizwa. Tutumie nafasi hii, fursa hii, kumuombea maghfira mama yetu, lakini pia kumuombea kauli thabit, kwa sababu ni utaratibu wa dini ya Kiislamu. Barakallahu fikum. Ndugu zanguni, ikiwa tuko katika jambo ambalo linagusa kila moyo wa yule aliye hai, kwa sababu ni jambo yakini. Jambo la kifo ni yakini isiyokuwa na shaka, na ndiyo maana hata mtu akiwa vipi anakubali kuna kufa. Hata awe jeuri anakubali kifo kipo. Lakini watu wanakitilafiana kwa wale ambao hawana dini, kuwa je, baada ya kifo kuna kufufuliwa na kulipwa? Kwa wale wasiokuwa na dini, hilo ndio swali lao. Lakini watu wote kwa ujumla wetu tunakubaliana kifo kipo, kwa sababu ya uhalisia uliopo. Wewe ukijiuliza huko nyuma ulikuwa na babu mzababu yuko wapi? Au usiende mbali sana, hata babu mzababu huko ni mbali, hebu njoo karibu. Wewe ni shahidi wa nafsi yako, tayari ushawazika ndugu zako wengi. Sasa wewe na mimi ndiyo tuliobakia, kwa maana tutafakari jambo hili, kwa sababu halina shaka ndani yake. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akamueleza nabii wake Muhammad alayhi salam, tena kwa kumuamrisha, anamwambia, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sema ewe Muhammad, waambie, tuambiwe sisi, yatawaffakum malakul maut, atakufisheni malakul maut yule alladhi wukila bikum, ambaye amewakilishwa ninyi kwenu kwa kazi ya kufisha watu. Thumma ila rabbikum turja'un, kisha mtarejea kwa Mola wenu mlezi. Aya hii ni ushahidi kuwa suala la kufa hakuna upinzani. Lakini aya hii ina mambo mawili muhimu: jambo la kufa ambalo halina upinzani, lakini jambo la pili ni suala la kurejeshwa kwa Mola wetu. Kwa maana tukirejeshwa kwa Mola wetu, tayari kuna mambo kule ya kufufuliwa, lakini pia kuna mambo ya hisabu, na kila mmoja atalipwa kile alichokifanya. Na mfano wa aya hii
ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mtume wake tena katika aya nyingine, sema ewe Muhammad, kul innal mauta alladhi tafirruna minhu, sema ewe Muhammad, hakika hiyo mauti ambayo ninyi mwaikimbia, fa innahu mulaqikum, hakika hiyo mtakutana nayo. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada, kisha mtarejeshwa nini, kama ilivyosema aya ya mwanzo, kisha mtarejeshwa kwa yule mjuzi wa siri wa mambo yaliyofichikana na yule mjuzi wa dhahiri. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, na atakuzindueni, atakuambieni yale ambayo ninyi mlikuwa muyafanya. Aya hii ina mambo matatu. Jambo la kwanza, jambo la kufa halina shaka. Jambo la pili, kurudishwa kwa Mola wetu. Jambo la tatu ni kule sisi kufufuliwa, alafu Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja ampe hesabu yake kwa kadiri ya amali yake aliyoifanya. Ndugu zanguni katika imani, sambamba na maneno haya ni yale maneno ya Khalifa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, amirul mu'minin. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu katika athari yake alikuwa anasema, inna an-nasa yaqulun, hakika watu wanasema, mata fulanun wa fulani, amefariki fulani, kafariki fulani. Ni kawaida ya watu kukicha hivi au usiku au wakati wote watu wanaambizana maneno haya kwamba leo kafariki fulani, leo kafariki fulani. Si ndio kawaida? Hata mama yetu pia alipofariki tuliambizana kuwa mama yake Ustadhi Ali amefariki. Si jambo maarufu bwana. Watu, Umar bin Khattab anasema, watu wanasema kafariki fulani, kafariki fulani, wasayaquluna mata Umar, na watakuja kusema watu, iko siku watakuja kusema watu amefariki Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Lakini yale maneno aliyozungumza ndio uhalisia. Leo tuzungumza Umar bin al-Khattab hayuko, yale maneno yake watu walikuja kusema katika zama zake, Umar bin al-Khattab amefariki. Sasa maneno haya chukua kwako na kwako, chukua maneno haya kwako na kwangu, kwa maana iko siku itakuja kuambiwa, itakuja kusemwa leo kafariki fulani, ambaye ni wewe au mimi, itakuja kusemwa. Lakini pia yule msemaji pia itakuja kusemwa kafariki fulani. Yani kwa maana hakuna wakubakia, kifo kipo. Nini zaidi ya hapo? Ni sisi kujiandaa na maandalizi kwa ajili mahala hapa. Ndugu zanguni katika imani, panahitaji maandalizi na wala sio ujanja. Hapa panahitaji maandalizi ya kweli, sio ujanja. Wewe mtu mzima, umri umeenda. Nikizungumza maneno haya kuna watu wanachukia, lakini wacha wachukie tu, lakini ukweli umefika. Yale maneno ya sawa yawafike. Wewe mtu mzima, umri umeenda, mpaka leo hujarejea kwa Mola wako siri. Na yule atakayesema kwamba jamaa kanisema, ndio wewe nimekusema, wala ondoa shaka, kwa sababu hayo maneno tunayasema watu wapate kuzingatia. Yani si tuzungumzi kwenye hamna, tunazungumza kuwalenga watu. Mtu mzima na umri wako, mpaka leo hutaki kurejea kwa Mola wako, utarejea nini? Na kifo tumeona ni yakini, sio kuwa na shaka. Wao watarejea nini? Haya, vijana kwa makamo yao walionayo, kwa umri wao walionao, vijana amrudi kwa Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Mataraji nini hali ya kuwa kifo ni jambo lipo? La shaka. Mataraji nini? Jalia wewe hapo ulipo leo waondoka, wafa na watu wanakutangaza kafariki fulani. Kuja fanya amali ya khairi, waenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu natija katika hilo, eti watu hapa baada ya kuzika kama hivi, watu wakusanyike wamsomee hapa siku nini, siku ni etaje ile, kusome hapa. Ndugu zanguni, hapa kinachosaidia ni amali. Acheni kudanganyana. Suala mtu kafariki eti ndo kwanza haja yasomee hapa talaqi, eti naitwa nini, eti afundishwe majawabu hapa. Mkudanganyana huku.
amali yako peke yake ndiyo jambo litakalokusaidia hapo. Na kama ulifanya amali katika zile sadaqatun jariyah pia zitakusaidia hapo. Lakini si waje hapo wamuita fulani bin fulani, alana yatika malakani fala yufzak. Haya maneno fake, hayana msingi katika dini. Na ndiyo maana Mtume alayhi salam alifelewa na watu wake, watu wa karibu zaidi, wakiwemo watoto wake. Lakini mlisikia siku moja alikaa hapa kaburini akaanza kumfundisha majawabu, bali Mtume alayhi salam ndiye aliyokuwa anasema watu wakuwa hai, amwambia mwanae, ya Fatima binta Muhammad saluni min mali ma shit, ewe Fatima binti ya Muhammad, niombe katika mali yangu kile utakacho. La ughni anki min Allah shay'a, mimi siwezi kukusaidia wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala chochote. Haya, huyu ni Fatima binti Muhammad aambiwa maneno haya. Haya, wewe na mimi manija hatuna hata ile ule Uarabu, hatujapaka hata ile rangi nyeusi. Watu wadanganyana hapo, si wakati wa kudanganyana. Watu wanatakiwa wafanye amali, ndilo jambo litakalowasaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hata hapo tulipomzika mama yetu, hadithi ya Mtume alayhi salamu iko wazi bwana, idha wudu'a almayyit, akiwekwa mayiti hapa watu wakafukia, watawalla anhu ashabu, watu wake jamaa zake wakaondoka, jaahu malakani, anajiwa na malaika wawili. Huyu mayit anajiwa na malaika wawili, fayuqudanihi, alafu anamkalisha hapa, kazi inaanzia hapa. Alafu anaulizwa maswali ya msingi, man rabbuk wama dinuk waman nabiyuk. Haya ndio maswali ya msingi. Eti ndio watu wakaa hapa juu eti wamfundishe, yani kwa maana wanakubali haya maswali yako hapa. Sasa kinachofanyika wanamfundisha maiti ili apate kuyajibu. Ni uongo. Huu ni uongo wazi. Nadiriki kusema mbele ya khalaik, kwa sababu ninaamini kinachofanywa sio sawa, na wafanyaji nataka wanisikie. Nasema sizungumzi bahati mbaya, yani sije mkatoka hapa mkasema jamaa alizungumza yule alikuwa anakusudia. Ninakusudia kweli, kwa sababu lazima tuambizane, atakayesikia na asikie, na asiyetaka basi si utakutana na Mola wako bwana. Kwani mimi Mola wako mimi nitakuhukumu wewe? Wewe utaki kuelewa, endelea na maisha yako na utaratibu wako, lakini utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Makamu hii ni makamu ngumu sana, lakini kwa wale ambao wamemtambua Allah ni pesa. Mtu anapata kujibu maswali. Ama watu wanakuja kufundishana hapa juu, nyewe ondokeni hapa leo, mjue ni uongo. Haya mambo ya kuja kufundishana hapa juu ya kaburi, alafu wewe unamwambiaje maiti eti asiogopeshwe? Yani malaika Allah amewaamini huko, amewatuma waje wamhoji mje wake, alafu wewe muondoa wasiwasi, wasikutishe, wasikuogopeshe. Wewe nani? Wewe nani? Yani wewe utakujifanya una maarifa kuliko Allah. Basi bahati mbaya ulionayo, huyo maiti wako hasikii. Sasa hapa huyo maiti wako hasikii, kwa sababu maiti ana sehemu maalumu anasikia. Sio kile unapotaka kumzungumzisha wewe maiti wako basi ndio asikia. Dalili ziko wazi, maiti ana maeneo na sehemu maalumu anasikia, na ni usikivu maalumu. Sio waje tuwazungumza kama ni babu yako wamwambia maneno waondoke. Haya maneno ndugu zanguni katika imani hakuna katika dini ya Allah. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Watu watakuja kuulizwa, nikiwemo mimi na huyu mama yetu aliyotangulia na mwingine wewe uliobakia. Hapa ni mahala pa maulizo, kwa hivyo haihitaji ghish tumfundishe majawabu eti ajibu, na Allah anajua kwamba jamaa afundishwa huyu. Hebu nikuulize swali la kawaida, la kawaida. Wewe kwenye chumba ya mtihani umewekwa pale na kalamu yako na daftari yako na karatasi yako, swali la kawaida kabisa. Alafu kuna mwalimu msimamizi wa mtihani kule, alafu jamaa mwingine yuko dirishani pale, ndio hapa mbili mshambili ni nne hapo, weka nne, weka nne. Mtihani huo upo kweli? Kuna jibu hapo kweli? Wanadamu tu wanachukua ile karatasi, wakijua wamefanya ghishi wanapasua kwa pembeni. Wanadamu hawa ambao hawajuaji mambo kwa ukamilifu wake. Allah subhanahu wa ta'ala, acheni kumchezea Allah, tuambizane, acheni kumchezea Allah. Hapa panataka ukweli, ulikuwa unaishi maisha ya namna gani? Basi ikiwa ni maisha ya shari, wewe shari yako utakumbana nayo. Ikiwa ni maisha ya kheri, kheri zako utakumbana nazo. Tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala amjalie mama yetu
kauli thabit, vile vile amghufirie mama yetu. Wallahu a'la wa a'lam. Naktafi bihadha. Barakallahu fikum.